Habari mtazamaji wa Mwananchi Digital, jina langu ni Victoria Melkiadi. Karibu sana kuelekea miaka 90 ya Simba, lakini pia kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya Simba ambayo yatafanyika kesho katika uwanja wa Uhuru pale karibu kabisa na uwanja wa Benjamin William Mkapa. Niko hapa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Magori, naye atakwenda kutuambia mambo mengi ambayo wamejipangaje. Miaka 90 ya Simba ina maana gani? Mafanikio ni yapi? Kipi ambacho kimeweza kuifanyisha Simba iweze kubaki kileleni kwa miaka 90? Sio miaka midogo. Wewe 2000 huwezi kuelewa hiki. Lakini mzee hapa atakwenda kutuambia. Mwenyekiti, habari? Nzuri sana. Nzuri. Kuna mashabiki wa Simba wa miaka hivi karibuni, hao 99 wa 2000, na wenyewe wana nafasi, wanaipenda Simba lakini hawafahamu miaka 90 ya Simba inamaanisha nini hasa kwenu kwa viongozi, lakini hata kwa mashabiki. Kusema kweli, miaka 90 ya Simba ni historia ndefu sana, na Simba imepita kwenye mabonde na milima, mafuriko, kiangazi, lakini Simba imeendelea kubakia ni klabu imara sana, ni klabu isiyoyumba, na ni klabu halisi ya kuonyesha ni klabu ya Kitanzania, lakini ni klabu ambayo ni klabu pendo sana kwa Tanzania wa aina zote, na pia sio Tanzania tu, hata nje ya Afrika. Kwa hiyo tunaposherehekea miaka 90 ya Simba, kuna vitu vingi sana ambavyo tumefanikiwa kama klabu, lakini pamoja na mafanikio yote hayo, tunaamini bado safari ya Simba ni ndefu. Hatujafikia malengo yetu makubwa ambayo ni kutawala pia soka la Afrika, kuchukua ubingwa Afrika na kutawala soka la Afrika. Kusema kweli, katika miaka 90 Simba imepiga hatua kubwa sana, lakini la karibuni ambalo tumelifanya ni kuenda kwenye mfumo wa mabadiliko. Simba ilikuwa ni klabu ya wanachama tangu ilipoanzishwa mwaka 1936, lakini tukaona kila tukienda tunakwama, kwa sababu mpira duniani unabadilika kila siku, na kuna mahitaji makubwa ya mtaji, mahitaji makubwa ya pesa. Sasa kwa wenzi wetu wanachama pekee yetu, tuliona mwaka 2017 tuje na mabadiliko. Baada ya miaka 80 yote tumehangaika, kila tukifanya uwezo wetu kama wanachama unapungua, tukaona tufanye mabadiliko. Ndio maana tukatangaza tenda kwa wanachama wa Simba wenye uwezo wa kununua shares, kwamba klabu sasa tuimiliki kwa shares, sio kwa kadi. Sasa sisi tubakia na 51% na mwenzetu ambaye ana uwezo wa kuweka pesa abakie na 49%, na hilo ndio lilofanikiwa. Kwa tukaibadilisha Simba sasa, ikaanza kuwa klabu kubwa zaidi mpaka kufikia klabu namba 5 Afrika. Mmoja kati ya mdhamini mkubwa wa Simba ni Mohamed Dewji. Amekuwepo tangu mwaka 2017 ambapo yeye ndo aliingia. Amekuwa na mchango gani kwenye klabu ya Simba, na tangu aingie Simba imebadilika kwa kiwango gani? Imebadilika sana. Kama unavyoona, wakati amekuja hata bajeti yetu ilikuwa ndogo sana, ilikuwa chini ya bilioni 3 hivi, lakini sasa hivi tunazungumzia bajeti ya bilioni 26-27. Ni kwa sababu ameweza kuichangamsha Simba. Mwaka wake wa kwanza kuingia, tukaingia makundi kwa kishindo pale uwanja wa Taifa kwa kufunga Nkana Football Club ya Zambia goli 3-1, na goli maarufu la Chama. Sasa baada ya pale sasa Simba imekuwa ni timu ya kawaida kucheza makundi, Champions League, na sio makundi tu, kufika robo finali. In fact Simba isipofika robo finali, wana Simba wanaona kama mwaka huo hatujafaulu. Sasa ni kitu ambacho kabla 2018 ilikuwa ni ndoto, kwa sababu Champions League kwanza ilianza nafikiri mwaka ya 90. 2003
ndio tukaingia, lakini wakati huo ilikuwa ni format tofauti. Kwenye format mpya ya Champions League hakuna timu toka Tanzania ilishawahi kuingia kwenye makundi. Ndio Simba ikawa timu ya kwanza Disemba 2018 kuingia makundi kwa kuwatoa Nkana Football Club. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndio, kwa sababu unajua ukianza kucheza ligi kubwa platform yako inakuwa kubwa, wadhamini wanaona sasa unacheza Champions League, tunaonekana sio Tanzania, tunaonekana Afrika na duniani, na ukaona hata peji za Simba zikaanza kukua, tukapata followers wengi sana, na diriki kusema ni klabu namba 2 inayofuatiliwa kwenye social media Afrika baada ya Ahly. Lakini yote hayo ni kwa sababu anajua tajiri bilionea Mohamed Dewji yuko ndani ya Simba. Sisi wengine tutapigiwa kura, tutakwenda, tutarudi, lakini yeye yupo, ameweka stability ndani ya Simba. Hata wadhamini wanajua pale timu ile ni stable, kwa sababu tajiri namba 1 Tanzania Mohamed Dewji ni mwekezaji katika ile club. Watu wanamuona Mo Dewji kama mdhamini, lakini nyinyi mnapata nafasi ya kukaa naye karibu na kushirikiana kufanya naye kazi kwenye mambo ya upande huu wa klabu ya Simba. Ni kiongozi wa aina gani au ni mdhamini wa aina gani? Kwanza Mohamed Dewji sio mdhamini tu. Mohamed Dewji kwanza ni mwekezaji. Unajua mdhamini unaweza kaacha ukatoka. Huyu ni mwekezaji. Ana 49% ya shares za Simba. Ndio maana ile Simba Sports Club Company Limited, ukienda Brele leo utakuta Mohamed Dewji Company Limited yuko pale. Kwa hiyo yeye sio mtu wa kutoka. Mdhamini anaweza kutoka, lakini pamoja kwamba ni mwekezaji, ndio maana bidhaa zake unaona mokola zile tunavaa, kwa sababu pia anaweka pesa kupitia hizo bidhaa zake. Lakini kikubwa yeye ni mwekezaji, yeye ni sehemu ya umiliki wa Simba. Na yeye anatoa kila mwaka hela ya usajili, hela ya nini. Hasemi kama anaidai Simba, anawekeza Simba. Lakini lazima itambulike kwamba tangu nimeingia 2018 hizi ndio pesa ambazo nimewekeza Simba. Kuna zingine anatoa tu hata hasemi. Hizo hataki atazihesabiwe za bonus. Simba inataka kucheza mechi bwana, nawekea milioni 300, milioni 400, milioni 500. Hizo ni kwa raha yake mwenyewe. Lakini zile anazoingiza kwenye matumizi ya klabu kama usajili, anasema zirekodiwe. Ziwe on record kwamba hizi pesa ziliingia, basi tutambua ili ajulikane tangu 2018 ni pesa gani aliweka. Lakini amesema wazi, ametuambia kwenye bodi, hizi siwezi kudai Simba. Sasa nikidai Simba kwanza watalipa kutoka wapi? Na mimi mwenyewe ni sehemu ya Simba. Sasa maana yake nitakuwa najidai mimi mwenyewe, lakini zitambulike kwamba nimeweka. Kwa hiyo Mohamed yeye ndoto yake ni kufanikisha Simba. Na hivi nilikuwa naongea naye jana, ameniambia kabla ya uwanja anachofikiria ni kujenga the best training facility pale Bunju. Kwa sababu anasema uwanja unaweza kwenda kucheza, ukakodisha ukacheza. Na uwanja wenyewe pia yani uwanja matumizi yake ni kwamba huwezi kupata sio faida kwenye uwanja, huwezi kupata chochote. Lakini cha kwanza ni training facility ya kisasa. Hicho ndio first and foremost. Na ameshapeleka pendekezo kwa trustees ili ajenge Bunju the best facility. Kwa hiyo trustees wakikubali wakaweza kufanya hicho kitu, basi ataweka pale the best facility. Kutakuwa na viwanja vya mazoezi, kiwanja kidogo cha mechi, kutakuwa na recovery center, kutakuwa na swimming pool, kutakuwa na 5-star hostels kwa ajili ya senior team, kwa ajili ya women, kwa ajili ya youth, kutakuwa na creation centers. Yani itakuwa ni kama vile European teams, European standards za training facility. Then baadaye sasa ukimaliza hapo ndiye afikirie kujenga uwanja kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, kwa sababu uwanja wenyewe lazima uwe karibu na sehemu ambayo inafikika. Huwezi kwenda kujenga uwanja Bunju kule, tamana watu ambako wilaya zingine umewadinai. Lakini tutafute eneo katikati hapa ambalo kunaweza kuwa na biashara, maduka, malls, cinema halls, bars, restaurants, lakini pia kuna stadium ndani. Hapo ndio mradi ambao unaweza kulipa. Na hilo sasa litakuja baada ya kupatikana kwamba timu manake huwezi kukimbilia kujenga uwanja, the proper training facility kuna ambayo inaweza kazalisha youth, wanacheza women, at the same time senior team pia inakuwa na facilities zake. Kwa hiyo ndio ndoto yake, wakati wote yuko tayari kuanza ujenzi. Kwa ni mtu muhimu sana katika klabu ya Simba.
Nilimsikia juzi kwenye moja kati ya mahojiano akawa anasema tayari pesa ipo, anachosubiri ni mchakato wa safari ya mabadiliko ukamilike ili yeye aanze kuziruhusu za pesa zianze kufanya kazi. Kwa upande wako safari ya mchakato huu wa mabadiliko imefikia wapi na ikoje kwa ujumla? Kwenye kujenga uwanja ameniambia jana hasubiri hata mchakato wa mabadiliko. Ni kwa sababu ile Bunju na Msimbazi zile ni mali za wanachama. Kwa hiyo pale Bunju anaweza kuwekeza pamoja kwa sababu ni training facility. Unajua training facility haizalishi hela. Training facility ni cost center, ni matumizi. Kujenga pale lazima watu wawepo, walipwe umeme, maji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo trustees wakikubali hilo wakalipitisha, then wakati wote ataanza kujenga. Wakati transformation inakamilika ataanza kujenga uwanja. Kwa hiyo hasubiri mabadiliko yakamilike. Mali trustees wakimruhusu, kama alivyoshauri mwanasheria mkuu wa serikali kwamba uwekezaji wa Bunju ufanye kwa pamoja kati ya klabu, kwa sababu klabu ina ardhi na mwekezaji aje aweke majengo yako pale, basi hilo litafanyika haraka sana. Yeah. Wewe kama mmoja wa viongozi wakubwa ndani ya klabu ya Simba, mchango wako hasa kwenye hii safari ukoje, lakini pia mchango wako ndani ya klabu ya Simba ukoje? Ngumu sana kujizungumzia mwenyewe. Ni changamoto kujizungumzia mwenyewe. Maana inakuwa inapendeza watu wakikuzungumzia. Lakini mimi nikitoa labda historia yangu fupi kwenye Simba. Nilikuwa napenda Simba muda mrefu sana tangu nasoma. Tangu nimezaliwa babangu marehemu Chief Johannes Magongwe Chacha alikuwa ni Simba, na kwenye familia yetu nafikiri wote ni Simba kasoro mmoja tu, mwanajeshi mmoja hivi. Yeye ndiye alikuwa Yanga, lakini wote sisi kwetu ni Simba. Sasa mwaka 1999 ndio tulianza rasmi hii safari ya kuipenda Simba kwa vitendo. Nafikiri ndio tulianza kundi la Friends of Simba. Kwa Evan Saveba, marehemu Isaac Mwita, Michael Richard Wambura, kwa mimi tulikutana marehemu Maganga, nafikiri na Isaac Mwita, Mwenyezi Mungu awarehemu huko aliko. Tulikutana Embassy Hotel, tukaanza kujenga Friends of Simba. Ndio sasa tukaanza actively kwa involved. Ndio baada ya Mohamed alipotoka shule na tukamuingiza Friends of Simba. Tuko na kina Kasim Deuchi, kina Mlamu Ngambi, kina David Kibembele. Tukaanza kujenga Simba, Dr. Rodney Chiduo. Tukaongezeka taratibu ilo kundi hilo. Kazi yetu kubwa ilikuwa ni na marehemu Zakaria Hanspop, msimsahau. Kwa kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuchanga kila mwezi pesa tunaisupport club. Na safari yetu ya kwanza, kwa sababu Simba ilikuwa imepotea kwenye mechi za kimataifa, tulichanga Simba ikaenda kucheza Kigoma kwa ndege. Tukairusha Simba ikaenda kucheza Kigoma kwa ndege, ikacheza kule, tukashinda, tukaingia finali, tukaenda kucheza na Yanga Arusha, tukarudia Dar es Salaam, tukashinda ile kombe la FAT. Tukaenda kwenye kombe la washindi, tukaanza kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kuanzia pale nikawa actively involved kwenye mpira wa Simba. Basi tumeendelea hiyo na Friends of Simba, na wakati huu hamna hata wadhamini, hamna. Kwa hiyo baadaye tukaja tukapata Safari Laga wakata kudhamini, lakini bado kila mwezi tulikuwa tunaita spreadsheet. Kila na haikuwa kwamba unachanga kwamba ni kiasi gani. Mimi nasema mimi nitatoa milioni. Mimi ungesema mimi uwezo wangu kila mwezi 500,000. Mwingine anasema, mwingine kabisa anasema mimi uwezo wangu 30,000 kila mwezi. Kwa kila mtu alisema kwa uhuru wake ni kiasi gani cha pesa anatoa kuisaidia Simba. Kwa hiyo tumesaidia Simba hivyo mpaka sasa mabadiliko yalivyoanza taratibu. Nikawa kwenye kamati mbalimbali za Simba, wananichagua wakati mwingine naingia kama kamati ya utendaji, wakati mwingine kwa kamati ya fedha. Kidogo nilipoingia TFF kama makamu wa rais kabidi nikae pembeni Simba mpaka nilipotoka 2008 tukarudi Simba mpaka tulipokuja kwenye mabadiliko sasa nikawa CEO wa kwanza wa Simba. Wakati nilikuwa nimechatoka NSSF wakaniomba niwe CEO wa muda wa Simba. Kwa hiyo nikafanya pale mpaka tulipomrecruit Senzo
nikatoka. Wakaniambia niingie kwenye bodi, nikasema bwana bodi niwacha huko. Nikatiwa mshauri wa Mohamed Dewji. Kwa hiyo nimemshauri Mohamed Dewji mpaka mwaka 2024 alivorudi tena kwenye kiti. Ndio akaniambia bwana, mimi narudi kwenye kiti, njoo kwenye bodi tena. Ndio nikarudi kwenye bodi. Sasa alivyoamua natoka tena, akasema sasa mimi natoka, naomba uwe mwenyekiti wa bodi. Ndio mwaka jana Septemba nikawa mwenyekiti wa bodi. Kwa hiyo nimeshiriki Simba kwenye hatua kubwa sana. Kuanzia mwaka 99 niko ndani ya Simba. Lakini kwa kiongozi kabisa wa Simba ni mwaka 2018 kama CEO na baadaye mjumbe wa bodi, na mwaka jana Septemba nikawa mwenyekiti wa bodi.